Kinachoendelea sasa hivi hapa nchini, nadhani ni kitu ambacho wengi tunapotazama tunaona kama tumefikia mahali ambapo sipo. Mimi nimefuatilia tangu nchi yetu imeingia mfumo wa vyama vingi mwaka wa 95. Tumepata kwa sababu kilikuwa kitu kipya, lakini tulivyoendelea badala ya hali kuwa nzuri, hali inazidi kuwa mbaya. Mwaka 2020 ilikuwa ni mbaya sana mpaka watu walisema ule sio uchaguzi, ni uchafuzi, lakini tulifurahi sana tulivyoambiwa serikali ya awamu hii yenyewe mambo yale hayatarudia. Lakini bahati mbaya yalirudia mwaka jana, na mwaka huu kabla hata uchaguzi haujaanza mambo yameanza kuwa sio mazuri. Na nadhani nimeongea mimi sehemu mbalimbali kwamba kila mmoja ana dhamana kwenye nchi, kuanzia rais wa jamhuri mpaka mwananchi mwenye umri wa miaka 18 mwenye akili timamu ana sababu ya kuleta mabadiliko katika nchi yetu. Tusikubali kuona damu za watu zinamwagika kwa sababu yoyote ile. Watu wasipigwe kwa sababu yoyote ile. Uchaguzi ni kitu kidogo sana ukilinganisha na thamani tulionayo kama binadamu. Kwa hiyo mimi naona hali iliyopo ndio maana inabidi hata watu wa nchi nyingine waingilie kati, ni kwa sababu si kawaida. Nchi yetu ni nzuri sana na ilikuwa inasemekana ni nchi nzuri, na ni kweli ni nzuri. Lakini sasa tunaenda ambapo siko. Vitu kama hivyo vinatokea, unakuta watu wanakamatwa, polisi wanasema sio askari wetu. Sasa kuna askari wengine wapi? Sisi tuna jeshi moja la polisi, hatuna majeshi mawili ya polisi. Kwa hiyo kama askari polisi wakisema sio wao, basi watuambie ni nani, kwa sababu wao wana wajibu wa kutulinda. Hizo nguvu nyingi hivyo ni za nini? Kwa nini tutumie nguvu kwenye vitu vya kidemokrasia? Vitu vya kidemokrasia, demokrasia maana yake ni sisi watu tunatafuta kuwaweka viongozi kwa ajili yetu sisi watu. Sasa kwa nini viongozi walazimishe? Maana mimi naona kama wanataka kutulazimisha tufanye wanachotaka wao. Sio sahihi. Usahihi ni kwamba sisi wananchi tunataka kutafuta viongozi tunaowataka. Basi tuweke mfumo ambao utatusaidia tuwapate wale viongozi tunawapata, sio vinginevyo. Wale ambao wanaogopa kwa kweli inawaogopesha. Lakini kwa wale ambao hawaogopi wataendelea. Ndio maana unamuona Tundu Lissu alipigwa risasi 16, lakini bado yuko kwenye mapambano. Mapambano hayauawi na risasi. Mapambano, yani kama unaamini kitu hakiuawi na kupigwa. Mdude ameshaumizwa sana, kama hata Mdude hamna kitu ambacho hajafanywa, lakini umemwona bado anaendelea, kama bado ana ile nia kutaka kuona mabadiliko, anataka kuona haki. Kwa hiyo mimi sidhani kama kumpiga Father Kitima kuna watakaoogopa, kwa sababu kuna wale wanaoogopa. Wengi wanasema bwana angalia, unaona wale wa kuogopa wataogopa, lakini wale ambao si waoga hawatakaoogope kama wanaamini kile wanachokifanya kwamba wanakifanya kwa haki na si kwa kumdhuru mtu wala kwa kumdhulumu mtu. Sisi wa Afrika tuna kitu kinaitwa Ubuntu. Ubuntu ni falsafa ambayo inasema wewe upo kwa sababu mimi nipo. Wale wa nchi nyingine wanajua kabisa nchi yetu ikiharibika na wao wataathirika. Kwa hiyo mimi sioni kabisa kwamba kuna watu ambao wanafungiwa kutokuingilia. Hamna kuingiliwa. Ni kwamba sisi tutakavyoharibu nchi yetu, wale wana maslahi. Kwa mfano wengine wanakuja kufanya biashara, wengine wanakuja kufanya utalii. Tukiharibikiwa watakuja. Kwa hiyo kusema ni lazima, kwa sababu ukiona kama mambo yetu haendi vizuri, hawatuingilii, wanatusaidia. Kwa sababu wapo, kwa sababu si tupo, na si tupo kwa sababu wapo. Hiyo ni falsafa ya Kiafrika kabisa, Ubuntu. Mimi nimepigwa na butwaa kwa kweli. Rais Samia Suluhu Hassan tulimwangalia kwa matumaini makubwa. Ingawa wengine walianza na hofu mwanzoni aliposema kwamba yeye hana tofauti na Magufuli. Kwa hiyo inasikitisha, kwa sababu sisi tuliopigania tupate mwanamke kuwa rais, tukiona hivi vitu vinatuumiza, kwa sababu mimi nilitegemea mwanamke akija atafanya vile vitu ambavyo watu watasema kweli sasa tunaye mwanamke. Na hivi anaitwa mama. Unajua mama, unaweza mtoto akakosa na mkakubaliana na baba asipewe chakula, lakini mama atarudi nyuma, ataenda atampa mtoto chakula. Kwa hiyo sijui ni nini, sijaelewa. Sitaki kumsema sana kwa sababu siko kwenye viatu vyake, lakini natamani ningeweza kujua ni nini kinachofanya asifanye kama anavyopaswa kufanya, kwa sababu alianza akionyesha atafanya vile tulivyokuwa tunategemea. Sheria zozote na kanuni zinazowekwa na nchi inabidi ziendane na katiba, ziendane na mambo makuu tulionayo, haki za binadamu. Kwa hiyo ukiona vitu kama hivyo vinavyoendelea sasa hivi, ni kwamba tunaenda kinyume na katiba, tunaenda kinyume na haki tulizonazo. Kwa hiyo demokrasia ni kwamba tunaiua wenyewe bila sababu.
tunaiua, kwa sababu chama kimoja kisiposhiriki, hasa hicho ambacho mimi nilikuwa naona katika tunavyo vyama vingi, lakini angalau hicho chama ndio kilikuwa kinaonekana kina nguvu zaidi, kinaweza kuhoji. Kwa hiyo kikiondoka ni kwamba patakuwa hiyo demokrasia yetu itakuwa imelala, ambayo haitatusaidia sisi kama raia. Kila mmoja ana wajibu wa kuhakikisha tunabadilika, nchi yetu irudi pale ilipokuwa. Kila mmoja wetu, kuanzia rais wa jamhuri na wale wote wanaomshauri, na hata watoto wake wamwambie mama, mimi watoto wangu kuna wakati wananitonya.